Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Majina yako kamili unaitwa nani Sheikh? Matano au? Majina yako kamili. Majina matatu tu. Inshallah. Naitwa Sheikh Ramadhan, Baraka Ramadhan. Ndio. Una umri wa miaka mingapi? Na umri wa miaka 10 kuelekea 11 sasa. 10 kuelekea 11. Mashaallah, ni mtoto mdogo sana. Sasa nataka tuzungumze kwa uchache sana, katika wakati mwingine inshallah Mwenyezi Mungu akijalia tazungumza kwa urefu. Kwanza nataka tueleze kidogo kuhusiana na mambo ya dua, kwa sababu sehemu kubwa watu wengi wanafanywa dua, wanaingizwa katika hali za ushirikina, lakini watu hawajui kama wameingiza katika hali za ushirikina. Kuna watu wana sura ya kishekhe lakini wanawadanganya watu. Unaona kabisa yule muungu anawadanganya watu. Tunaona leo kuna maji ya upako, mafuta ya upako, sijui kuna nini ya upako. Tunaona na mashekhe mbalimbali wanajipromote kwa njia mbalimbali. Hebu tueleze kidogo ili watazamaji wapate faida inshallah. Karibu shekhe. Naam. Alhamdulillah rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ndugu zangu katika imani, kuhusu masala ya dua inaruhusiwa kumwomba Allah, lakini inategemea hiyo dua unayoomba unaomba kumwomba nani. Lakini wewe kama unamuomba Allah, basi hiyo dua itakuwa inasihi. Anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahad. Allah haridhi kabisa mtu yoyote kumshirikisha naye Allah. Allah haruhusu, hataki kushirikishwa na chochote na yoyote, hata mmoja, hata katika maombi. Badala ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, wewe kazi yako unaomba vitu vingine. Unaomba mizimu, unaenda kwa waganga kishirikina, unawategemea wale. Masanamu unawategemea wale. Hizi ni imani za kishirikina ambazo zifai, ambazo Allah amezikataza. Naam. Na tukienda kwa upande wa pili, naona bora kwa moja tutaje majina, kwa sababu ndio watu ambao tunaona. Binafsi nikiangalia naona kama kuna utofauti fulani, naamini tutapata majibu kutoka kwako huyu Sheikh Sharifu Firdausi, kwa sababu kuna baadhi ya maneno, kuna baadhi ya vipengele anazungumza kwamba Harmonize kwenda kanisani ni jambo la kawaida. Hata wewe Muislamu ukitaka kwenda kanisani nenda tu kanisani. Yani shoti kwamba anafanya vitu vingi, vitu ambavyo vinaleta ukakasi katika jamii ya Waislamu. Wewe ukiwa kama Sheikh unalizungumzia vipi? Naam. Firdausi kasema kwamba kwenda kwa kanisani kisha kula uende eti astaghfirullah alazim maulaya min afati dunya wal akhir. Eti anasema ukienda kule kama watakuombea kwa jina la Mungu mwingine tofauti na Allah, usiende. Ila kama watakuombea kwa jina la Allah, hivi Sheikh, kanisani kuna mtu anaweza kuomba kwa jina la Allah? Hakuna kabisa. Huyo anaongea vitu ambavyo atumia akili sana. Sisi tumeambiwa tumtegemee Allah. Wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Hakika misikiti yote ni ya Allah na hapaswi kuabudiwa yote isipokuwa Allah mmoja. Yani mule ndani ya msikiti wa Allah, yani wewe mpaka uende kanisani, yani ina maana huko msikitini umepachoka au msikitini yani astaghfirullah. Allah. Tegemea Allah, mtegemee Allah ndani ya msikiti. Tumeambiwa muabudu Allah. Katika sala tumepewa ofa kabisa, katika ile sijida ile sijida ya mwisho ile unaombea Rabbi matatizo yako. Wama yatawakkal ala Allah fahuwa hasb. Mwenye kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, naye Allah tamtosheleza. Allah atakupa vingine. Kama Allah una shida, Allah akupa riziki, atakupa. Sio lazima uende makanisani Muislamu mzima. Astaghfirullah alazim. Huyu sio Sharifu huyu kwa namna hii.
Na labda unamwambia nini ikiwa kama anatangaza hivyo, anazungumza maneno kama hayo, na wale watu ambao wanamtetea yeye na wafuasi ambao wanamfuata yeye, unawaambia nini ili mradi waweze kurudi katika tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kikweli ninawaambia ya kwamba kwa namna hii anayofanya atakuja kuwapotezeni, na mtu ambaye anapotea ila hali anafahamu ndani ya nyoyo yake, huyo mbele ya Allah moja kwa moja motoni. Kwa sababu anajua kabisa hapa ninapoenda huku na ni moto huku, lakini anajua bwana potelea mbali. Wallahi na nasi sana 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 wakiendelea haya na kumfuata huyu mtu huyu ambaye alisema maneno haya. Mimi sikutaka kumtaja jina, lakini shekhe umemtaja jina. Allahu Akbar. Kwa sababu bila kutaja jina watu hawezi kumfahamu, kwa sababu masharifu leo wako wengi, kila mmoja ni sharifu, anazuka sharifu huyu. Kwa bila kutaja jina, yani naamini watu wengi wasingefahamu tunamzungumzia sharifu gani miongoni mwa masharifu ambao wanazuka kila siku. Okay. Naam. Labda ujumbe wako wa mwisho wa kufunga kipindi? Ujumbe wangu wa mwisho kuhusiana na ushirikina na watu kama hawa katika dini yetu ya Uislamu, kwa sababu dini tunaamini zamani ilikuwa na misingi yake, watu walikuwa wanatangaza Uislamu kwa njia mbalimbali, lakini leo katika kutangaza Uislamu mle watu wanaingiza matumbo yao kwa ajili ya kupata pesa. Kwa hiyo unawashauri nini ili mradi tuipate ile dini yetu ya zamani ya asili? Ushauri wangu ni kwamba katika kila jambo tufuate Qur'ani. Kabla hujafanya jambo, angalia kwanza kwenye Qur'ani ili jambo limeruhusiwa. Kama hili jambo katika Qur'ani alijaruhusiwa, usilifanye, acha. Utakuja kupata laana kubwa mbele ya Allah. Sisi Waislamu wote kwa pamoja inatakiwa tumtegemee Allah, tumuombe Allah, tuifuate Qur'ani. Allah anasema inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الله نسمى إنا عرضنا الأمانة، حقيقة هي أمانة على السماوات تلبلك mbinguni والأرض نأرضيني والجبال نكت كمليمة فأبين أن يحملنها وكشندوا kuichukua hii amana hii وشفقنا منها وحملها الإنسان. الله naeleza kwamba milima, majabali, mbingu, ardhi wakashindwa kuchukua maana ambayo ni Qur'an. Allah akampa mwanadamu, innahu kana dhaluma jahula, hakika yeye ni mwenye kujidhulumu na ni mjinga. Mwanadamu ni mwenye kujidhulumu na ni mjinga. Kwa nini? Haifuati Qur'ani. Kwa hiyo sote Waislamu wote na watu wote ulimwengu mzima tusipoifuata Qur'ani, yani ile Qur'ani tusipoifanya kuwa ndo kitu chenye kutuongozea sisi maisha yetu, basi siku ya kiyama tutakuwa ni wenye kujidhulumu. Vile vile tutakuwa ni wajinga, tena wenye kujidhulumu nafsi zetu, kwa sababu dhulma zimegawanyika katika sampuli tatu. Dhulma ya kwanza, dhulma ya kumdhulumu Allah. Dhulma ya pili, dhulma ya kumdhulumu mwenzako. Dhulma ya tatu, dhulma ya kujidhulumu mwenyewe. Ya kwanza kabisa ni dhulma ya kumdhulumu Allah. Unafahamu vizuri? Ndio nakufahamu Sheikh. Yani dhulma ya kumdhulumu Allah ni ipi? Allah subhanahu wa ta'ala unapomshirikisha ndipo pale unapomdhulumu. Huyo sharifu ulimtaja hapo, kuna baadhi ya masiku hapa alikuwa anatoa vitu katika ardhi kwamba sehemu fulani kuna uchawi, njoeni muone, kisha anatoa. Sasa kwa nini usingesoma Qur'ani alafu vile vitu vikatoka wenyewe? Hivyo unavyosema kwamba kuna sehemu fulani kuna vitu, ukamwagia maji ukavitoa, hapo kidogo tutakuwa na mashaka, sio kidogo, yani tutakuwa na mashaka kabisa. Ile ukisoma Qur'ani vile vitu vikatoka wenyewe, hapo sasa ndio tutakuamini, kwa sababu umetumia nini? Qur'ani. Sio umetumia Qur'ani, maneno ya Allah. Naam.
Qur'ani. Ila ukivitoa mwenyewe utaona huu ni ushirikina, sasa unatuletea ushirikina. Na miongoni mwa madhambi ambayo Allah anakataza na hayapendi, Allah hayapendi ni shirki. ومن يطع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربك إنه لا يفلح الكافرون. ومن يطع مع الله إلها آخر. الله سبحانه وتعالى hapa aya hii anawaeleza wale washirikina ambao wanafanya shirki kumshirikisha Allah, hawatumii Qur'ani, hawamfuati Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nasaha zangu ni hizo kwa watu. Basi inshallah Allah subhanahu wa ta'ala azidi kupa umri na afya, umri wenye manufaa, umri ambao utaleta faida katika jamii. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mimi pamoja na wewe atupe mwisho mwema pamoja na wazazi wetu inshallah. Mwisho kabisa tunakuomba tuombe dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu naamini umri wako mdogo haujafikia wakati wa kufanya makosa. Tunakuomba tuombe dua Allah subhanahu wa ta'ala atupe mwisho mwema na atutengenezee mambo yetu inshallah. Karibu Ramadhan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب الدين وعذاب المرض وعذاب الفقر وعذاب الكفر وعذاب القبر ومن شر فتنة المسيح الدجال يا رزاق ارزقنا رزقا حلالا طيبا. أعوذ بكلمة الله تامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله تامة ومن كل شيطان وآبما ومن شر فتنة الليل والنهار. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما عملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الفاسقين. أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين. صلى الله على سيدنا محمد.